I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. We thank God for giving us yet another chance to have our midweek service. And also we thank God because of our youth, because this is their week. And we thank God because of the activities that has been happening. And also we appreciate our youth on daily basis. They are giving us the word, they are preaching. And we thank God to see that our youth, the Lord has helped them. Na kwa hivyo washirika wapendwa, ningetaka kualika katika ibada hii. Sasa tukiendelea tujihisi ya kwamba tumekubalika na Mungu yu pamoja nasi. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ambaye uishie milele, kwa kuinua na kwa kuheshimu, na tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya baraka zako na wema wako Bwana ambao umefikishia kila mmoja wetu, ndipo sasa tunakuinua. Kuwa nasi Bwana, na tuomba ukanene na mioyo yetu, ukanene nafsi ya kila mmoja wetu. Tunajiachilia mikononi mwako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kama hivyo nimesema ya kwamba tuko katika juma la wana rika, na kuna dhima ambao imekuwa ikituongoza pamoja na wa youth, na somo letu siku ya leo litatoka tu katika kitabu ya Zaburi 119, lakini wakati huu nitasoma mstari wa 9. Nitasoma mstari wa 9 ambao Biblia inasema ya kwamba how can a young man keep his ways pure? By living according to your word. Verse 10, seek you with all my heart, do not let me astray from your commands. Hilo ndio somo letu ambalo linatoka tu katika Zaburi ambao tunasoma, dhimi ya youth ambao inasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na pia mwangaza wa njia yangu. Na ningetaka kunena vile neno lake Bwana linaweza kuwa taa na pia mwangaza wa kila mmoja wetu, sio tu wanalika wetu, hata sisi kama kanisa la Bwana. Mungu anatunenea na lile neno ambao amepea wanalika wetu. Na kwa sababu siku ya Jumapili tulinena kuhusu haya maandishi, leo ningetaka tu kutaja mambo ambaye itatusaidia na pia itasaidia wanalika pamoja na kanisa la Bwana kuweka njia zetu, njia ambazo zinamfurahisha Bwana. Na kama vile neno limetuuliza, how can a young man keep his ways pure? It is by having the word of God. Na kwa hivyo siku ya leo, ili nasi tukawe na lile neno katika mioyo yetu, na ili lile neno likawe taa na pia mwangaza, ningetaka kutaja mambo haya maine. Jambo la kwanza lile Mungu anatunenea kuhusu hii theme, na pia kuhusu vile tunastahili kuwa na mienendo mizuri kama wanalika na pia kama kanisa la Bwana. Jambo la kwanza ni we must give a careful thought to our ways. And I thank God because our theme for the General Assembly is the same, that we give a careful thought over our way. And in order for us to give a careful thought on our ways, we are supposed to meditate upon the word of God day after day. For you to give a careful thought, ili wewe ujiulize kuhusu mienendo yako, vile unastahili kufanya ni kuchukua lile neno la Bwana
na kuwa unalitafakari siku na ile ingine, ili wewe kama mwanalika mienendo yako iwe mizuri. Tafakuwa unatafakari neno la Bwana wakati wowote na mahali popote ambao wewe utakuwa na uko. Kwa hivyo let's give a careful thought about our ways, and that one can help us on daily basis, ili neno liwe taa na ili liwe mwangaza wetu mahali popote ambapo sisi tuwe amalie mwanga wa njia zetu. Then we should always meditate upon the word of God. Give careful thought to your ways. Give careful thought to what you are doing on daily basis. The other thing that we are supposed to do for us to keep our ways pure, for us as a church of Christ also to be righteous, we are supposed to apply scriptures in our life and also our conduct, applying the word of God upon our life and also upon our conduct. By this I mean that we should have on daily basis, for us to keep our ways pure, for us the word of God to be lamp and also light. Always we should apply scripture in whatever that we are doing, in whatever that we are saying. It's important for us to ask ourselves, by the way, what does the Bible say? We apply it to show us what we can say. We apply it whenever we are doing something. We apply it ili na mienendo yetu, our conduct be pleasing to Him. Let us always apply the word of God. The other lesson that we can get from the two scriptures, from the three verses, is about for the word of God to be lamp and also to be our light, and also to help us to keep our ways pure. Then we must be obedient to the word of God. Obedient. You see, many other times that when we know what does the Bible says, or what does the Bible says, but many other times that you find ourselves that we are not doing, or we are not being obedient to the word of the Lord. And we should remember that obedience is better than any sacrifice that we can give. So the Lord expects us to be obedient to His word, so that His word can be a lamp, so that the word of the Lord can be a light to our way or to our ways. Then we should be obedient. And also we should be quoting what the Bible says day after day. The word should take central place in our heart. The word should take central place upon your heart. So may God help you. May God help us this evening, that the word, that you will be obedient to the word of the Lord. The last point that we can learn from the scripture that we have read today, for our ways to be pure, or how can a young man keep his ways pure? It's by taking the word of the Lord
Point number 4 is about seek God wholeheartedly. This is about being devoted to Him. Because when we are devoted to the Lord, ama wakati tunajipeana kwa mioyo yetu yote kwake Mungu, wakati wewe unaweza fanya vile ukijipeana kwa moyo wako wote kwake Mungu, naye Mungu atakuwa na nafasi ya kutenda kazi katika maisha yetu. Mungu atakuwa na nafasi ya kutenda kazi katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu atusaidie jioni hii njema ya leo, that we may give ourselves or we may seek our God. Tutafute ule uso wa Bwana, na njia za kutafuta Mungu ni kusoma neno lake. Njia za kutafuta Mungu ni kuwa waombaji. Njia za kutafuta Mungu ni kutimiza yale Biblia, kama hivyo vile tulikuwa tumesema, ni kutimiza vile neno lake Bwana limesema. Kwa hivyo jioni ya leo Mungu atusaidie na Mungu akusaidie, ili for the word to be right, to be right to our ways, then we should have the 4 things that we have learned about today. Kwa hivyo Mungu atusaidie ili neno lake liwe taa, na ili neno lake liwe mwangaza, ama mwanga liwe mwanga wa njia yako. God bless you, God be with you. Tukichukua hii neno ili likatuongoza, ili likatupatie direction katika maisha yetu. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ambaye uishie milele, tunasema ni asante kwa sababu ya neno lako jioni hii njema ya leo. Na Mungu wetu, twajiachilia mikononi mwako, na achilia washirika wetu mikononi mwako, ili Mungu kaendelee kuwabariki na kuwatendea makuu katika jina la Yesu Kristo, na ukawasaidie kutimiza vile neno limetuagiza jioni hii njema ya leo. Ninaombea baraka zako na neema yako Baba wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa sababu umekuwa mwema hata wakati huu wa janga la corona. Mungu wetu umetulinda. Endelea kulinda watu wako. Endelea kulinda kanisa lako Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine Bwana ambao wamepitia kwa changamoto. Bwana tuwaomba ukawakumbuke na ukajidhihirishe katika maisha yao. Mungu wetu, na nena baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu sikafikie kila mmemba, sikafikie yote ambaye atasikia hili neno. Na hivi tumefanya kutoka leo na hata milele. Hawa watu Bwana wao wabarikiwa, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you. God be with you. Sasa washirika wapendwa, ningetaka kuwakumbusha ya kwamba wanalika wetu wanaendelea na hili juma lao, na tunashukuru Mungu kwa sababu wamejitahidi sana kufanya mambo tofauti. Ningekuomba mzazi pamoja na brothers and sisters wetu tuendelee kusupport our youth, na tukumbuke ya kwamba climax ni on Sunday, coming Sunday. Siku hiyo ndio watakuwa wanatutegemea ili tuwasupport na kujipeana, na kama vile tulipewa our pay bill number na pia mahali tutaweka zile pesa, ningewaomba tufanye hivyo na Mungu atabariki. Barikiweni.